my brother Pastor Alex Yanga ambao ni mzaliwa wa maeneo haya, alete neno. Makofi mazuri anapokuja Pastor Yanga, anapokuja mpigie makofi mazuri. Naamini ya kwamba Mungu anaenda kumtumia kwa njia ya upasavyo. God bless you. Basi tupigie makofi mazuri wachungaji hawa ambao wamesimama nasi. Nilikuwa nafikiria kwamba nilifikiri ya kwamba utasimama tu kwanza tusome neno la Mungu kisha alafu unaweza kuchukua kiti chako, lakini ukatangulia kukaa. Sijui ni kuache tu hivyo, lakini kabla wapendwa hawa watumishi wa Mungu hawajakaa chini, na wewe ukipenda unaweza kuamuka, ni kwa ajili ya kuliheshimu neno la Mungu. Basi nitalisoma neno hilo, alafu baada ya kulisoma neno hilo watumishi wa Mungu wanaweza kwenda kuchukua viti vyako. Ukipenda unaweza kuamuka kwa heshima ya Mungu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 kuanzia mstari wa 57 hapo maandiko yanasema hivi: lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, musitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba tabu yenu siyo bure katika Bwana. Mtakatifu wa Israeli, Mungu uishie milele, ni asanteni kwa sababu ya fadhili zako, ni asanteni kwa sababu ya upendo wako mkuu. Hata wakati na masaa haya Baba, tunaenda kuumega mkate ambao Bwana ulituamuru tukaweze kuumega. Tunaomba kuandamana na wewe, kila mmoja ambaye atalisikia neno lako, naomba baraka zako zikaweze kujawa ndani yake. Neno hili likaweze kuinua mtu, neno hili likaweze kubariki mtu, neno hili likaweze kubadilisha mtu, neno hili likaweze kupeana faraja zitokazo kwako. Pokea sifa, pokea utukufu, na katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi tunaweza kuwapigia makofi mazuri wachungaji hapa siku ya leo na kupata kibali ili nikaweze kunena na watu wa Mungu walioko maeneo haya ya Tezo. Lakini kabla sijafanya hivyo, ningependa kutoa rambirambi zangu kwa ndugu yangu, rafiki yangu John Mrima Jembe. Ni jirani yangu, ni ndugu yangu, tumefanya kazi pamoja pale mahali alikuwa akifanya kazi, na watoto wake ni kama watoto wangu, nimewaenzi sana. Kwa hivyo jipeni moyo, endeleeni na mema yote ambayo mama aliweza kuwafundisha. Kaeni imara na msitingisiki. Mtoto wangu Ann, jipe moyo. Mtoto wangu Wilson, jipe moyo. Mtoto wangu Amos, jipe moyo. Mtoto wangu Lydia, jipe moyo. Mtoto wangu Ambrose, jipe moyo, maana mko na Yesu. Kuna wengi wanapowachwa na wapendwa wao wanawachiwa vitu ambavyo haviwezi kuelezeka. Kuna wengi wanawachiwa mikoba ya majini. Kuna wengi wanawachiwa mikoba ya uganga. Kuna wengi wanawachiwa mikoba ya uchawi. Lakini ashukuriwe mama huyu aliyelala mahali hapa, maana yeye alipolala aliwacha kitu kizuri kwa watoto wake, aliwacha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Situmpigie makofi mazuri tu. Ndugu yangu John Mrima, tunakupenda sana. Ndiposa hata mahali hapa ukiangalia hapa na pale utakuta ya kwamba kuna ndugu zako ambao wamekufuata, ndugu zako ambao ulikuwa ukifanya kazi na wao. Maana sisi katika kitengo hicho, sisi tunaishi kama familia, na familia wetu unadumu. Hiyo ndio ambayo imegharimu mpaka tukaweza kuja mahali hapa, baadhi ya wale ambao tuliweza kufanya kazi pamoja. Nimeangalia nikaona ndugu yangu Eric yuko mahali hapa, nikasikia kufarijika.
Nikaangalia nikaona ndugu yangu Menza yuko mahali hapa, nikasikia kufarijika. Nikaangalia nikaona ndugu yangu Bernard yuko mahali hapa, nikasikia kufarijika. Tena nikaangalia nikaona kana kwamba dada yangu Petronila nimemwona mahali, nasikia kufarijika. Huo ndio upendo ambao tumeweza kusambaza hata mahali hapa Teso. Ni kweli kama vile overseer alivyosema, mimi ni mzaliwa wa maeneo haya. Kwa nyanya yangu ni hapa tu, nikipiga tu across the road nafika kwa nyanya yangu ama babu yangu, panaitwa kwa Msagala, na najivunia hapo mahali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena ukifika pale laini ya Tupendane, ukienda mpande wa juu unafika kwa nyanya yangu, babu yangu ambaye anaitwa Mganda. Hivyo ndivyo ilivyo ya kwamba mimi nimezaliwa hapa. Sasa basi nitaenda kulileta neno la Mungu kwa wakati mchache sana, maana wengi wamekuja mahali hapa, wameweza kuongea kuhusu neno la Mungu, wameweza kuhubiri tayari, wamekutajia kuhusu Yesu. Kwangu mimi kazi imekuwa rahisi, ni kushona gunia tu. Nami kwa sababu nimepewa hayo mamlaka ya kulishona hilo gunia la Injili, nitaenda kutekeleza hivyo pasipo kupoteza wakati. Tayari nimeshasoma maandiko ambayo nitaenda kuyazingatia, lakini nataka kukuambia kwa taarifa yako wewe uliye mahali hapa ya kwamba uko na miadi na kifo. You have an appointment with death. Inaweza kuwa unaniangalia na uamini, yani unaniuliza huyu naye anasema nini? Huyu naye hivyo ndivyo ilivyo, ya kwamba kila mmoja ambaye yuko mahali hapa aliyezaliwa na mwanamke ako na appointment na kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. The appointment might be very silent. Appointment hii inaweza kuwa kimya sana, lakini wacha nikwambie, kadri siku zinavyoenda appointment hiyo iko na inaendelea kusonga mbele kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka kukupatia habari za matumaini siku ya leo. Habari za matumaini ambazo zilikuja na Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba sio kila kitu kimeangamia. Yeye aliacha enzi, akatoka kule juu mbinguni, akawacha enzi ambayo ilikuwa ni nzuri sana, akasema ya kwamba niwacheni niende pale duniani, maana kunaye mmoja ambaye tunampenda sana mimi na baba yangu, naye ni mwanadamu, ni wewe na mimi. Ikambidi Yesu awache enzi aje mahali hapa ili mimi na wewe tusitingisike. Japo kifo kije, japo mauti yaje, hakikisho amekuja kutupatia ya kwamba yakija kama haya tusitingisike. Gusa jirani yako, mwambie usitingisike, maana Yesu yuko enzini. Usitingisike, maana Yesu yuko enzini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi ndio maana nina ujasiri wa kusema ya kwamba tunayoyaona mahali hapa, tunaoona jeneza ambalo liko mahali hapa, nikwambie amini usiamini, siku ya leo huu ni udanganyifu tu wa shetani, na aliweza kushindwa pale katika mlima wa Kalvari. Bwana Yesu asifiwe. Ni mdanganyifu, maana yeye ni baba wa uongo. Haleluya. Ndiposa anatufanya tuingie hofu, anatufanya tuingie majonzi, anatufanya ya kwamba tukalale katika hema lile, kwa sababu anataka kututapeli tukaweze kukosa kuamini, kama vile hawa washirika wa kanisa la Wakorintho walivyokuwa imani yao inafifia. Maana wapendwa, hawa ambao tuliwasoma walishika imani vizuri. Kanisa hili lilipandwa na Paulo. Hapo mwanzo walishika imani vizuri, lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda, wakaanza kudanganywa na muovu Ibilisi, wakafanya
wanafanywa wajiulize maswali. Je, huyo ni mwovu Ibilisi anawanong'onezea? Je, mnafikiria ya kwamba ufufuo kweli uko? Je, mnafikiria ya kwamba ufufuo kweli uko? Shetani akaanza kuwanung'uniza, kuwapanda mbegu mbaya. Hivyo basi kanisa la Wakorintho, wale waumini wa mahali pale, wakaingiwa shaka. Hata nasi pia wakati yanapotokea kama haya, huwa tunaingia shaka. Tunaangalia jeneza, labda ndani ya mioyo yetu tunajiuliza, kweli siku ya ufufuo atafufuka huyu? Wacha nikwambie, Yesu akanena na wanafunzi wake akasema ya kwamba mimi ndiyo ufufuo. Haleluya! Mimi ndiyo ufufuo, na yoyote atakaye niamini mimi, japo afe ataishi. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio hakikisho ambalo tumepewa na Bwana Yesu Kristo, ya kwamba haya tunayoyaona hapa ni hema tu. Otherwise, ndani ya hilo hema la dada yetu Salome, mwenyewe ashachukua mali yake, mwenyewe tayari ashamchukua, ako naye pale, anasema karibu mwanangu katika kifua chako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo usifadhaike mioyoni mwenu. Hatuna nafasi ya kufadhaika, maana tunalo hakikisho katika Kristo. Akasema ya kwamba imekwisha pale msalabani, akasema ya kwamba imekwisha. Na aliposema ya kwamba imekwisha, hata uchungu wa kifo alikuwa ameumaliza pale msalabani. Hivyo basi kifo hakina uchungu tena, maana Yesu Kristo akanyosha mikono yake akasema ya kwamba ewe kifo, nipate mimi ili mwanadamu akaweze kupata kupona. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kutangazia ya kwamba wewe uko na uzima, wewe uliokoka uko na uzima na uko nao teletele katika Kristo. Nataka kutangazia ya kwamba wewe uliokoka, uliyeamini, wewe uko na uzima na uko nao teletele. Usitingisike, usitingisike, wala usiuziwe na uongo na mwovu Ibilisi, maana tunalo hakikisho katika Kristo. Akasema ya kwamba katika mstari wake katika kitabu cha Yohana 14:6 akasema ya kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna endaye kwa Baba isipokuwa kupitia kwangu mimi. Kwa hivyo ukipitia kwa Yesu, wewe uko katika njia iliyo sawa, tena wewe uko na uzima. Shetani asikuuzie uoga. Ndio kuna mambo yanatokea ambayo saa nyingine huwa yanatufanya tunashikwa na kiwewe, inatufanya saa nyingine ya kwamba tunashikwa na mambo ambayo hatuwezi tukayaeleza sisi wenyewe. Lakini kama kweli umeokoka, cha ukweli umeokoka na umeshikilia imani, ndiposa maandiko yanasema ya kwamba sisi tuliokoka sio viumbe wa kawaida. Maana wakati wengine wanalia, sisi hucheka. Tena wakati wengine wanacheka, sisi hulia. Ni kwa sababu aliye ndani yetu, aliye ndani yangu si wa kawaida. Ninataka kusema na mtu siku ya leo ya kwamba wewe uko na ufufuo ndani yako. Haleluya. Kuna wengine hapa nawaona wananiangalia kana kwamba hawaamini kile ambacho ninawaambia. Wanakaa kana kwamba hawaamini kile ambacho ninawaambia. Nimemuonja huyu Yesu, na tangia nimuonje huyu Yesu, ninahisi chemichemi ya uzima ndani yangu. Hata nawe pia ukimuonja huyu Yesu, utahisi chemichemi ya uzima ndani yako, maana huyu Yesu ni ufufuo. Na akiwa ndani yako, basi wewe japo ufe utaishi. Kifo hakitakuweza tena, maana yeye alikishinda kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe unataka kuwa candidate
wa kushinda kifo, njia ni moja tu, Yesu. Haleluya. Unataka kuwa candidate wa kushinda kifo, njia ni moja tu, Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba mwenye hekima hujifunza na matendo ya wengine, lakini mpumbavu hujifunza na matendo yake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona wenzako wamelala mahali kama hapa, ni nafasi nzuri ya kujifunza na wengine ya kwamba mambo kama hayo ambayo yamepata wengine nawe pia yatakupata. Haleluya. Mwerevu anajifunza asiende huko nyuma ya nyumba, maana anajua kuna hatari kule, lakini kwa sababu ya kazi nyingi moja ama nyingine akapitiliwa macho. Na vile nyinyi mnajua watoto wetu kuna stage wanafika wanakuwa hyper. Ukisleki kidogo katoto kameponyoka, mtoto huyu akaponyoka akaenda huko nyuma ambako kulikuwa kuna shimo, septic tank ambayo ilikuwa haijamalizika. Na kwa sababu ilikuwa imechukua muda kabla hilo shimo haliyashughulikiwa, kuna wanyama pia walikuwa wameingia hapo ndani na wako huko ndani. Kitambo kidogo mama alipoanza kuangalia mtoto wake, akaona kwamba hamuoni pale ambapo alimweka, so akaanza harakati ya kumtafuta. Akaingia kule nyuma akitafuta mtoto wangu ameenda mpande gani. Kisha kidogo tu akakumbuka, kuna shimo hapa nyuma. Akakimbilia kwenye shimo, na kweli kama alivyokisia, alipoangalia ndani ya shimo akakuta katoto kake kameanguka ndani ya shimo. Kama vile wewe mwanadamu ulivyopendwa na Mungu sana ukaanguka katika mtego wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mzazi mwema ni yule ambaye anapenda mtoto wake, yule akapiga mayowe ili akapata usaidizi na kamba ikaletwa ili mtoto yule angalau akaweze kupata kuokolewa. Kama vile Mungu alivyomteremsha mwanawe aliyempenda sana Yesu Kristo kama kamba ili wewe na mimi tukaweze kupata kupatikana. Akashukisha kamba. Yesu akashukishwa kama kamba ili wewe ukaweze kumshikilia huyu Yesu ukaweze kupata kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini sasa mtoto yule aliyekuwa pale ndani ya shimo akaangukia nyoka mkubwa ambaye alikuwa yuko pale ndani, na alikuwa ameshiba yule nyoka, maana alikuwa amemeza vitu vingi ambavyo vilikuwa vinaingia ndani ya shimo. Ameshiba na hana habari yeye. Bwana Yesu asifiwe. Katoto kalipoanguka pale kakasikia kana kwamba kameanguka juu ya mto. Kakasikia ya kwamba kana kwamba kameanguka juu ya mto. Kwa hivyo wao katoto hakakushtuka kama vile ambavyo wewe umezama ndani ya dhambi na hata kushtuka unakataa kushtuka. Mtoto hakushtuka. Mama akapiga mayowe, akamuita majina yote mazuri, dadi, mami, shika kamba, dadi, mami, shika kamba. Lakini katoto kameangukia kwenye mto, maana kanasikia joto. Kameangukia pale, wala hakana shaka yoyote. Kanaangalia juu, kanamwangalia mamake, kanamwambia mamake sitaki. Halo? Si hata wewe pia nakwambia siku ya leo uokoke, na hata nawe pia unaniambia ndio umeniambia niokoke lakini sitaki. Naye mtoto anamwangalia mama yake, anaona kana kwamba ni jokes, lakini amelandi juu ya python, amelandi juu ya joka ambalo limeshiba. Kwa sahihi joka hilo halina hatia na yeye, lakini kipindi kidogo, nakwambia kipindi kidogo joka hilo litasikia njaa. Dhambi hiyo ambayo unashiriki nayo kipindi kidogo itakumeza. Dhambi hiyo ambayo unashiriki nayo kipindi kidogo itakumeza. Baba kule juu ameshukisha kamba, anasema mwanangu shika kamba, maana mahali ulipo kuna hatari. Unaangalia juu, unasema sitaki. Juzi ulisikia habari hizi, ukasema sitaki, sikubali, wacha niponde mali. Jana ukasikia habari hizi, ukasema sitaki, mambo bado.
Leo nimekuja kukuambia tena habari hizi, na nikatangulia ya kwamba mtu mwerevu hujifunza na matendo mabaya ya wengine yalivyowaharibu ili wajiepushe nayo. Mpumbavu ndio ambaye anangoja tukio lake yeye mwenyewe ajifunze nalo. Unangoja nini ndugu yangu? Unangoja kumezwa na chatu? Unangoja kumezwa na joka? Unangoja kumezwa na shetani? Unangoja kupepetwa kama ngano? Wakati wa kuokoka ni sasa. Maana dakika yoyote iliyoko mbele zako sio yako, ina mwenyewe. Kama vile nilivyotangulia, all of us have an appointment with them, and the sooner we realize that, the better. The sooner we realize that, the safer. Njia ya mbinguni kwa Baba yetu iko wazi, na anatuambia njooni wanangu, maana ninawapenda tu sana. Njooni wanangu, maana ninawapenda tu sana. Nampenda mama huyu, manake alikuwa he was a big support system kwa kanisa la Open Gate Ministries Kashana. Alikuwa anapenda kumwimbia huyu Mungu, alikuwa anapenda kufanya kazi ya Mungu. Alitambua ya kwamba peke yake hawezi, isipokuwa asimame na huyu Mungu. Wewe je, tegemeo lako liko wapi? Tegemeo lako umelekeza wapi? Unafikiri yule mganga unayekwenda kwake kila siku kisirisiri ndio ambaye atakusaidia? Je, unafikiri ya kwamba daktari wa ulimwengu ndio ambao watakusaidia? Wacha nikwambie, madaktari wako ni wazuri, lakini kuna daktari zaidi ya madaktari, naye ni Yesu Kristo. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, na kuhakikishia ya kwamba maisha yako hayatabaki. Na je, huko ungependa kumpokea huyu Yesu? Maana umenenewa kuhusu neno hili. Je, huko ungependa kuepuka hatari za joka ambaye yuko ndani ya shimo? Maana Kristo amekunyoshea kamba uishike ukaweze kuokoka. Je, uko tayari kushika kamba ile ukaweze kupanda juu ili ukaweze kupata kuokolewa? Kwa ishara ya mkono tu tunapoamka sisi wote, kwa ishara ya mkono tu tunapoamka sisi wote, nyosha mikono yako juu wakati tunapoamka. Nimesema kwamba namaliza mimi. Kama hujapata message, hujapata message. I am finishing. So tunaweza kuamka tu sisi wote, na kama ungependa kumpokea huyu Yesu wakati tunaamka sisi wote, wewe nyosha mikono yako juu wakati wengine wameweka mikono yako chini, kaweze kuomba na wewe. Na hakika nakwambia maisha yako hayatabaki vile tena. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuamka na miguu yetu. Wale ambao wanataka kuokoka, wanyoshe tu mikono yako juu, kaombe na wao. Maana ni Kristo ndo ambaye anaweza kukutoa katika hali ambayo uko. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kukutoa mahali ulipo isipokuwa Kristo pekee. Are you there? You want to receive Christ as your personal Savior? By a show of hand, naweza kuinua mkono wako chini, niombe na wewe. Hakika nakwambia maisha yako hayatabaki vile tena, wala hautatikisika. Japo mauti itakuja, kwa sababu utakuwa umempokea Yesu, hautatikisika. Wakati dunia ikiyumba, wewe hautatikisika, maana utakuwa una Mungu. Takatifu wa Israeli, Mungu muweza wa yote, asante ni kwa sababu ya masaa na majira. Asante Baba ni kwa sababu ya neno lako. Asante Mwokozi ni kwa sababu ya nafasi ambayo umeweza kutupatia. Tazama Jehova, kuna wengine wamesimama ni kwa ajili wanataka kukupokea wewe Bwana uwe Mwokozi katika maisha yao. Jehova, onekana katika maisha yao, maana wao wanabisha,
Baba, ukatuahidi ya kwamba tukibisha tutafunguliwa, ukawafungulie Baba. Ni asante Mungu wangu, maana Jehova, ninajua ya kwamba unawawazia mema, unawawazia mema. Dada yule ambaye amesimama angependa kuokoka, unamwazia mema. Ndugu yule ambaye amesimama anataka kuokoka, unamwazia mema. Maana kila mahali ulipoenenda Baba, wewe ulitenda mema. Nami nawasukuma mbele zako sasa, ukaweze kuwakumbatia, ukaweze kuwakuza katika neno lako. Nenda Baba, ukaweze kuwahudumia sawa sawa na mapenzi yako, maana ninajua ya kwamba hiyo ndio ahadi yako. Hata wakati Bwana tunapoendelea na ibada hii, tunaomba uwepo wako ukaweze kujaa mahali hapa, ukatufute machozi, ukaweze kutupatia faraja itokayo kwako. Maana wengi wanaweza kutufariji, lakini faraja ya kweli inatoka kwako. Ni asante Mungu wangu, maana wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele na ahadi zako ni za kweli. Pokea sifa, pokea utukufu, na katika jina kuu la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Tupigie huyu Yesu makofi mazuri. Sijafuatiliza ombi la toba kwako wewe kwa makusudi, kwa sababu haujanionyesha kwa ishara ya mkono ya kwamba nataka kuokoka. Na mimi sio yule ambaye nafuatiliza ombi la toba kwa ujumla. Kwa hivyo ukiona ya kwamba halaiki, huwezi kunyosha mkono wako, unaweza kwenda kwa wachungaji, tuko hapa, ukasema mimi hapa sikunyosha mkono kwa sababu kulikuwa na halaiki, lakini nimekuja nataka kumpokea huyu Yesu. Utaombewa ombi la toba, na hakika nakwambia ya kwamba maisha yako hayataweza kubaki vile tena. Ningependa basi tuchukue nafasi hii tukaweze kuombea familia, kisha tutapeana kipaza sauti kwa yule ambaye atatuongoza kwenda kaburini. Na kwa sababu nimeelekezwa ya kwamba familia wanakaa pande hii, kama kuna wanafamilia ambao wako huku, wanaweza kuja pale tuwaombee pamoja, alafu nipeane kipaza sauti kwa yule ambaye atatuongoza kwenda kaburini. Na nitaomba wachungaji wote tukaweze kuwaombea hawa wanafamilia, tukiongozwa na overseer wetu ambaye atatuongoza katika ombi la wanafamilia. So wakati wachungaji wanaenda mahali pale kuombea wanafamilia, bandi itaweza kutupatia tu worship ya polepole kitambo wafike pale, alafu utasetisha hiyo wimbo, ndipo sasa tukaweze kufanya heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka, heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka, nakupa heshima. Family members wakae katikati. Thank you. Bishop Rua. Amen. Basi nauliza wachungaji tuelekeze mikono yetu kwa hao. Let's all pray. Kila mmoja wetu aombe tu Bwana wasaidie, Bwana watie nguvu, Bwana wainue katika jina la Yesu. Tumaini letu liko katika Mungu, katika jina la Yesu. Baba uishie na
wewe ndiwe msaada kwa maisha yetu. Mchana leo Jehova, jamii hii ya ndugu Rema tunainua mikononi mwako wewe Bwana, usaidiwe nani ambaye anaweza kuwasaidia kwa rehema. Mikononi mwako tunawaweka Jehova, inua tumaini lao Bwana wa majeshi, wavike nguvu, wavike uweza, wapatie Bwana kusimama imara katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo mengi huinuka wakati kama huu, lakini Bwana tunakubaliana na neno lako ya kwamba Jehova, mahali mfalme penye pengo wewe Bwana unapaziba mwenyewe. Jehova, simama kama mpendwa juu ya maisha yao Bwana, ukawasaidie. Mungu wa rehema, ukawatetee, ukawapiganie katika kila hali katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa rehema, ondoa kila hali zote za kukata tamaa juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Wakati kama huu Jehova, watu huinukiana kinyume, watu wanaumiana hapa na pale, lakini mfalme wa rehema, naomba watu hawa Jehova ukakuangalie wewe, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yao. Ninamwombea baba aliyeachwa na mkewe, ninawaombea watoto walioachwa na mama yao. Jehova, simama pamoja nao katika jina la Yesu. Ondoa majonzi katika maisha yao, wapatie tumaini, wapatie nguvu za kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tumewabariki watu hawa. Amen. Amen. Nataka nipie nafasi hii kwa baba yetu, ana tribute kwa sababu ya mke wake mwenda zake. Kwa hivyo nataka nimpatie nafasi hiyo, ana tribute zake kama mume, na baada ya hapo nitapatia nafasi watoto pia wana tribute zao kwa sababu ya mama yao. Karibu baba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tusalimiane kwa hewa. Kwa majina naitwa John Murima Jembe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Sitarudia mengi amesemwa na majirani, amesemwa na kanisa. Mimi nitafupisha sana. Bwana asifiwe. Mke wangu alikuwa mwenye afya nzuri, na kama kuna kitu ambacho ilikuwa kinamsumbua ilikuwa tu ni kasukari, ambao kasukari huwa watu tu wanaishi nayo. Mimi najua watu ambao wana miaka 25, 30 na wana control. Kwa hivyo tofauti ya mke wangu kujua kwamba alikuwa anauka kwa ugonjwa, ilikuwa asubuhi chai yake haina sukari, na mkate wake ni ule brown basi. Lakini sima tunakula sote, kama mchele tunakula sote, kama biriani tunakula sote. Alikuwa hana shida, lakini mambo ni hufanyika. Wiki 2 na kitu zilizopita akaanza kuugua, akasema nasikia maumivu hasa kwa tumbo. Nikampeleka hospitali, akaenda angaliwa, akaona kwamba amepona. Baada siku kidogo tena kalamika tena, kampeleka hospitali tena, nikaona kwamba amepona. Akalalamika tena, nikaona sasa basi tuende hospitali ambapo kidogo ina facility za kumwangalia zaidi. Maanake ukiangua ni infection hata mimi ilinishika. Infection ni watu pale ambao tunaishi ni njiani, watu wanapita wamedugwa na masindano kwa mikono, wameenda na siku 2 3, mtu amepona. Lakini yake kumbe ilikuwa imezidi kidogo, si infection bila wanasema, ilikuwa kuna mashida fulani. Na wakati nimepeleka pale Pandia, wakaenda mwangalia, wakaona cha kwanza ilikuwa damu iko chini, walikuwa ni 6.4 na 6.4, akasema tutoe pants 4. Tukajiorganize na watu wangu na marafiki na majirani, tukatoa. Hiyo ni shida moja ya kwanza ambayo ilikuwa nayo. Damu yake ilikuwa iko chini 6.4, si akula matunda. 6.4 si akula fruits, hata magrease ni ya kuwekwa, ni ya kuongezwa kwa mwili.
Pande wakasema hivyo. Ya pili wakasema wakampeleka kwa skani, wakaangalia wakasema kulikuwa kuna uvimbe ndani ya tumbo ambao umekaa, na hiyo ndio ilimpatia shida, kwa sababu it's like uli nani na uka organs, kwa sababu it's like ulimwagika na ukaleta shida kiasi. Kwa hivyo yangu mimi ni kwamba tumeishi vizuri na mke wangu. Tulioana 1995 December 2023. Tumeishi vizuri. Mungu ametubariki na watoto 5, wavulana 3 na wasichana 2. Tunamshukuru Mungu kwa yote. Ilikuwa sioti kwamba wakati wote atakuwa ameniachia watoto, lakini mambo ni ufanyika. Nilikuwa siwezi nikaongea, lakini hiyo mahubiri kujikumbusha kwamba kuna uzima baada ya kifo. There's life beyond the grave. Kwa hivyo ametutangulia, lakini njia ni hiyo hiyo, hakuna njia nyingine. Kwa hivyo najipa moyo kwamba yeye ametutangulia, mimi nijitunze, nishikilie msalaba, nishikilie wokovu. Watoto hawa tunawalea katika Bwana. Sisi pale nyumbani kwetu pale Kiembeni, kila Jumapili tuna service jioni. Kwa hivyo chakula chetu huwa cha mapema kwa sababu ya ibada. Mimi huwa ni family pastor, my wife na assistant pastor, na deacon kijana wetu mkubwa, na tunaendelea. Wakati mwingine anasema ni siku yangu, anasema wacha mimi nimefunuliwa neno nitahubiri. Nasema endelea. Kwa hivyo tumekuwa, watoto hawa wana ushuhuda kwamba kuna Mungu awezaye. Kwa hivyo mimi sina mengi, Mungu amechukua. Kwangu ni kuenda kuwalea watoto hawa katika Bwana. Dunia inayumba, dunia ina mambo mengi. Elimu ni nzuri, lakini dunia hii elimu haitoshi. Bwana sifiwe. Elimu ni nzuri, madaktari, lawyers ni wazuri, lakini elimu peke yake haitoshi kumshikilia Mungu. Kwa hivyo watoto wangu na ninawalea, wengine ambao naomba Mungu anayafanya wanayaona, ili wakitoka mikononi mwangu wakaenda kwa familia zao wajue kwamba yule Mungu wa baba Mrima, wa baba John Mrima, tulikuwa tuna shida tukaomba akasikia, wajue. Bwana sifiwe. Mimi sina mengi. Kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua zaidi pia ni bili ya hospitali. Pande ya hospitali nzuri, ina facility zote, lakini iko ghali. Wakati anaambiwa apelekwe wa ICU, na alikuwa tu kwa siku kidogo, kuchanganya na hizi siku ambazo alikuwa huko, ilikuwa 1.2 million. Na hizi ambazo tumelipa asubuhi 1.2 million ni pesa nyingi sana hizi, na family sisi ambazo family ya kawaida. Lakini Mungu aishie. Tukasema Mungu, toa njia. Hatutaki kumuzika, sitaki kumuzika mke wangu. Hawa watoto wakasema hawataki kumuzika mama yao na deni. Wamweke kaburini kule, mwisho wa mwezi wanataka walipe ka 50, ka 40, ka 70, ka nini. Mungu ni mwaminifu. Ameshikilia majirani, ameshikilia kanisa. Tumejitahidi hapa na pale, tumelipa zote na tunamshukuru Mungu. Kwa hivyo furaha yetu ni kwamba Mungu amechukua mwenyewe deni ambalo lilikuwa ni mzigo katika mioyo yetu. Mungu pia ametoa njia na limelipwa lote. Mungu awabariki na watende mema. Na washukuru majirani yangu kutoka Mombasa, majirani yangu kutoka mbalimbali wamekuja kulia na sisi. Mungu awabariki, si bure. Tusimame na Mungu na Mungu anaweza. Mungu awabariki. Praise God. Mimi naitwa Anna, I'm my mother's second born. So nitasoma tribute. We want to thank you. We want to thank you for raising us into the people we are today. You raised us with so much love, affection, and warmth.
We still remember how as kids you introduced us to Sunday school and encouraged us to go even when we wanted to stay home and watch television. Looking back, we are grateful because right now the only person we can turn to for comfort is the Lord you introduced us to. You encouraged us to work hard in school. You'd easily tell whenever one of us was faking an illness and ensure they went to school. It is in school that we go to learn about maths, part of our grasshopper in science. We never really understood how going to school and all this information would help us, but in reality, this was the stepping stone to getting to the university, a dream you wanted to fulfill through us. You are the true definition of a parent, as you did everything to ensure that we will go further in life than you did. We will cherish the memories we made together, the warm meals you served us, especially your coconut chicken, was a family favorite. We thank the Lord for handpicking you to be our mother. My mother was a special woman. Nilikuwa na yeye for 2 days hospitali, and there's something she did even during her sick day. So time alikuwa yanalala, I was just sleeping next to her. My mom was in pain, but even through her pain, angetaka kuona mimi nimeamka na mwangalia. So my mom has died a hero. She has loved us, and we thank God for the life we've shared with her. May her soul rest in peace. Wale wengine wote turudi sasa. Sanduku lifungwe tafadhali. Wale wengine ambao si familia, tafadhali tunaweza rudi nyuma tunataka kwenda kaburini. Wachungaji, mahali popote mlipo, tafadhali sisi ndio tutatangulia mbele. Haya, wale wengine wote tafadhali, kama si kwa utengeneza line hapo. Wachungaji, wachungaji tukuje upande wa mbele. Wachungaji, the immediate family. Wachungaji, wachungaji, saidia na huo msalaba tafadhali. Alafu wala wanakuja na sanduku.
Baba wetu wa mbinguni, kwa jina la mwanao Yesu Kristo, tunakushukuru mara tena jioni ya leo kwa nafasi ambayo Bwana umetupa kufika katika nyumba hii ya mwisho ya mwili wa dada yetu Salome. Tunapoanza ibada hii ya kurudisha mwili wake mchangani mahali ulitoka Bwana, tunakabidhi ibada hii mikononi mwako kuanzia mwanzo mpaka tamati. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba na kuamini. Amen. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 50. Maandiko yanasema kwamba ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Angalieni na waambieni ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika, kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na watu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huo uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Uwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa dhambi, uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Amen. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13 ni maandiko ya mtumishi wa Mungu Paulo akiliandikia kanisa la Wathesalonike kuhusu hali iliyokuwa inakuwa wapendwa nyakati hizo. Na maandiko yanasema hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije pata kazi yangu ikiisha.
basi nitawapa agizo wakati wa kuvucha mchanga. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 na mstari wa 14. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hawayani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kazi ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumewe, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo kwa hiyo ulitwaliwa. Kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Na siku ya leo, kwa sababu miili yetu ni mavumbi, na maandiko yamesema kwamba kwa sababu miili yetu ni mavumbi, mavumbini tutarudi. Kwa hivyo sasa tunarudisha mavumbi kwa mavumbi, tuweke sote, udongo kwa udongo na majivu kwa majivu. Kutoka dunia hii, basi twauweka mwili wake ardhini kungojea siku ya ufufuo, ambao wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, nao watatoka na kusimama mbele yake kupokea thawabu kwa matendo ambayo walifanya katika mwili. Twaiwacha roho yake kwa Mungu. Baba, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, kwa maisha marefu Bwana, ukatosheleze watoto wake katika jina la Yesu Kristo, na familia yote kwa jumla Bwana tunaiombea. Wewe Roho Mtakatifu mfariji wetu, ukaendelee kufariji familia hii, ukaendelee kuatia nguvu na kuatia moyo hata baada ya sisi kwamba tumeondoka mahali hapa. Wewe Roho Mtakatifu kaendelee kukaa na wao, maana wewe ni mfariji wetu. Yesu alitupea wewe sisi ili ukatufariji siku zote za maisha yetu. Chairman, shikeni mkono mlete hapa. Duniani tunapita, hakuna tunachoshika, vyote ubatili, tunarudi mavumbini. Maisha haya ni fumo, hatujui leo na kesho, kifo kimefungwa. Ni safari yetu sote, tutaondoka wote, hatujaja na chochote, hii dunia tutaipita wote. Jamana na sita, kutenda dhambi na kata, kuishi miaka mingi misidhani, na kifo tuko nacho mikononi. Nafunga na kuomba e Baba Mwenyezi, zipokee dua zangu, mi mkosaji, sina la kufanya e Baba. Aye lele,
hatujui leo na kesho. Kifo kimefungwa. Ni safari yetu sote, tutaondoka wote, hatujaja na chochote, hii dunia tutaipita wote. Ndio maana nasita kutenda dhambi na kataa, kuishi miaka mingi misidhani, na kifo tuko nacho mikononi. Nafunga na kuomba mi, Baba Mwenyezi, zipokee dua zangu, mi mkosaji, sina la kufanya mi, Baba. Tunachoshika tunarudi mavumbini. Maisha haya ni fumo, hatujui leo na kesho. Kifo kimefungwa. Duniani tunapita, hakuna tunachoshika, vyote ubatili, tunarudi mavumbini. Maisha haya ni fumo, hatujui leo na kesho. Kifo kimefungwa.